Karibu Bukelebe TV. Jifunze neno la Mungu, pokea matumaini na gundua unabii wa kibiblia. Jiunge nasi kwa safari ya kiroho. Hii ni Bukelebe TV. Bukelebe TV. Angalia, dunia imejaa dhambi na maovu. Wakati wa hatari umefika. Usichelewe kujipanga na kumtafuta Yesu. Tafuta wokovu leo kabla ya kuchelewa. Habari njema ikirushwa Bukelebe TV. Karibu sana. Tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe TV. Habari za muda huu popote pale ulipo, na tumaini unaendelea kubarikiwa na Bwana mtazamaji wetu. Karibu Bukelebe TV. Hapa ndipo penye kuzungumzia masuala mbalimbali ya dini. Jiunge nasi kwa mafundisho ya kiroho na mijadala yenye kuelimisha. Ninayekukaribisha katika makala hii ni Yustasela Joni. Karibu sana. Ungana nami mwanzo mpaka mwisho. Na kwa siku ya leo tunayo makala nzuri kabisa, inaitwa Modalism. Nafasi moja tu inaonekana kwa sura tatu. Modalism ni imani potofu kuhusu Mungu inayosema kuwa Mungu ni nafsi moja tu, lakini huonekana kama Baba, Mwana, yani Yesu Kristo, au Roho Mtakatifu kulingana na kazi anayokuwa anaifanya wakati huo au mazingira. Wafuasi wa Modalism wanadhani kuwa Mungu hufanya kazi kwa modes au sura tofauti, lakini hakuwahi kuwa na nafsi tatu tofauti halisi. Hii inapingana na mafundisho sahihi ya Biblia na inaweza kuleta ukosefu wa uwazi na kufundisha uongo. Kwa mfano, Modalism inaweza kueleweka kama mtu mmoja anavaa kofia tatu tofauti: kofia ya Baba nyumbani, kofia ya Mwana shuleni, kofia ya Roho Mtakatifu kazini. Hii inaonekana rahisi kuelewa, lakini inashindikana pale tunapoangalia Biblia. Yesu anaomba kwa Baba katika kitabu cha Mathayo 26:39 na Yohana 17:1-3, na wakati huo Baba yuko mbinguni, Yesu yupo duniani. Ikiwa Modalism ingekuwa sahihi, basi Mungu angekuwa akiongea mwenyewe na kuwe mahali mbili kwa wakati mmoja, jambo lisiloeleweka. Modalism ni imani isiyo sahihi na inapingana na maandiko matakatifu ya Mungu. Imani ya Modalism hudai kuwa Mungu ni mmoja. Ndiyo, nasi tunakubaliana na hii kabisa kuwa Mungu ni mmoja. Lakini Modalism inaenda mbali, inasema Mungu huyo mmoja ana nafsi hiyo hiyo moja, lakini Mungu huyo hujibadilisha kutokana na mazingira au kutokana na kazi anayokuwa anaifanya. Tuone mfano ili tupate kuelewa imani hii. Wao wanadai kwa mfano aliyeumba mbingu na nchi, bahari na chemchem za maji ndiye huyo Mungu. Nasi tunakubaliana nao kabisa kuwa hapa wapo sahihi. Walakini wanaendelea. Mwanadamu alipotenda dhambi, huyu Mungu alijibadilisha kutoka kuwa Mungu muumbaji wa vyote akawa Mwokozi, hivyo akafanyika mwili akaja kutuokoa, na ndiye aliyekufa msalabani. Sivyo tu, baada ya kufufuka huyo Mungu alipaa mbinguni na aliahidi wanafunzi wake kwamba anaenda na atawaletea msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Sasa wao wanavodai ni kwamba baada ya huyo Mungu upande wa Mwokozi kupaa mbinguni, alijibadilisha tena akawa Roho Mtakatifu akashuka duniani kukaa na wanadamu. Tatizo lingine la Modalism ni kwamba linapingana na ukweli wa nafsi tatu za Mungu. Biblia inatuonyesha wazi kuwa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni nafsi tatu tofauti. Zote ni za milele. Wote ni Mungu kamili na hufanya kazi kwa umoja usiopingika. Mathayo 28:19 na Wakorintho 2:13-14. Modalism inapunguza nafsi tatu ikiwa kuwa nafsi moja tu, jambo linalopingana na ukosefu wa uwazi wa kiroho. Mfano mwingine rahisi ni kama kusema mwanaume mmoja anajionyesha kuwa baba, kama kaka na kama rafiki kwa wakati tofauti, lakini bado ni mtu mmoja. Hii inaweza kufanya watu wakashangaa, lakini haielezi jinsi nafsi tatu za Mungu zinafanya kazi kwa wakati mmoja. Modalism haiwezi kueleza vizuri jinsi Yesu alikuwa duniani, anaweza kuwasiliana na Baba, au jinsi Roho Mtakatifu anavyoweza kuwa hai na kuongoza waumini wakati huo. Hitimisho ni kwamba Modalism ni imani potofu isiyoendana na Biblia. Ikiwa tunataka kumwabudu Mungu wa kweli, kuelewa wokovu na kutoingia kwenye mafundisho potofu, tunapaswa kuacha Modalism na kufuata Trinitarianism. Trinitarianism ndiyo imani ya kweli. Trinitarianism inatuonyesha Mungu mmoja, lakini ndani ya umoja wake kuna nafsi tatu tofauti, yani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Zote ni za milele, zote ni Mungu kamili na hufanya kazi kwa umoja usiopingika.
Imani hii ni sahihi, inalingana na Biblia na inatupa ufahamu halisi wa uungu na wokovu. Kwa hivyo, kila Mkristo anayesoma modalism anapaswa kuacha kufikiri kwamba Mungu ni nafsi mmoja tu inayobadilishwa sura, na badala yake kumfuata Mungu wa kweli aliye nafsi tatu tofauti, ili aweze kumwabudu Mungu sahihi na kuelewa wokovu wa Kristo kwa uwazi. Mtazamaji, asante kwa kuendelea kutazama chaneli yetu. Tafadhali endelea kusubscribe chaneli yetu, share kwa watu wengi zaidi. Usiache kusubscribe chaneli yetu kwa kuendelea kupata hadithi mbalimbali, makala na mafundisho mazuri kutoka katika Biblia. Mimi ni Yustasela Joni.